Okay. Bwana asifiwe mahali popote mlipo tena. Ni furaha yangu kukaribisha tena tukapate kulisikia neno la Mungu siku ya leo. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya kutupatia fursa hii katika njia hii ya mtandao, katika WhatsApp, katika Facebook na hata YouTube, kupata kulileta neno la Mungu kupitia kwa njia hii. Karibuni nyote mahali popote mlipo, tupate kujumuika na kuungana pamoja kutoka hapa kanisani Emmanuel Teaching Ministry. Mimi wenyu mtumishi wa Mungu Pastor Thomas Chalo. Leo hii tungependa kunena neno la Mungu maishani mwetu, hasa katika nyakati ambazo tuko wakati huu wa corona. Ni mengi ambayo yanaendelea katika uso wa dunia, na natumai mahali popote ulipo, kwa sababu ambazo haziwezi kuepukika, umeshikika ama kufungika hapo nyumbani, ni kwa ajili ya madhara haya ambayo tunayoyapitia ya corona. Kwa hivyo kwa ajili ya hayo, mioyo ya watu wengi imepata kufadhaika, mioyo ya watu wengi imekosa tumaini, mioyo ya watu wengi imekosa hata mwelekeo. Ni kwa maana hatujui janga hili litaisha siku gani. Hapa katika nchi yetu ya Kenya, tuangojea hata pia makanisa yapate kufunguliwa ili hali zetu zipate kurudi kama kawaida. Lakini hata hivyo, hali zetu zikirudi kuwa kawaida, kutakuwa bado watu wanaishi na hofu. Maana ugonjwa huu, natumai tunapoona katika magazeti na kusikia katika runinga zetu za television, ni ugonjwa bado unazidi kuongezeka. Kwa hivyo hali hata zikifunguliwa, bado watu watakuwa na hofu, watu watakuwa na uoga fulani ambao licha ya kuendelea siku baada ya siku, hofu hii haiondoki. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kunena nawe juu ya amani inayotoka kwake Mwenyezi Mungu. The peace of God. The peace of God. Kuna amani ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Amani inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. The peace of God. Hayo ndiyo ningependa kuzungumza pamoja nawe katika neno hili la Mungu siku ya leo. Basi, what is peace? Amani ni nini? Na basi, kama mwalimu mzuri, nimeenda katika dictionary kuangalia hili neno. Tunapoenda kunena juu ya amani yake Mwenyezi Mungu, hasa katika nyakati hizi tunazozipitia, wengi wamekosa amani, wengi wamekuwa ni kufadhaika, wengi wametiwa shaka na hatujui ugonjwa utaisha siku gani. So we want to speak about the peace of God, ambayo atatupatia sisi licha ya yote tutakayopitia tuwe na amani. Kwa hivyo nikaenda katika dictionary na kulifuata neno hili ya amani. So the meaning of the word peace is a stress-free state of security and calmness that comes when there is no fighting or war. Everything coexisting in perfect harmony and freedom. Nitarudia tena kwa Kizungu. The meaning of the word peace is a stress-free state of security and calmness that comes when there is no fighting or war. Everything coexisting in perfect harmony and freedom. When you feel at peace with yourself, you are content to be the person you are, flaws and everything.
kuzungumzia maana ya hii amani. Na amani hii tutakayokuwa tukiizungumzia sio amani ile ya dunia, ni amani inayotoka kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo amani hii pia, peace hii, inaweza kutambulishwa kama a state or period in which there is no war or a war has ended. Ni hali ya utulivu, ni hali ama kipindi ambacho hakuna vita ama vita vimekwisha. So hata sisi tuko katika vita na corona, tuko vita katika hali ya mambo mengi ya ulimwengu wa kiroho na mambo kama haya. Katika Waebrania neno hili ni shalom ama salom, kumaanisha amani. Sasa amani hii ninayokuzungumzia hauendi kuifundishwa katika darasa ili upate amani. Amani hii ninayokuzungumzia ni zaidi ya hayo, maana ni ya kiroho. It is a spiritual virtue. Na amani hii inatoka kwake Mwenyezi Mungu na pia ni tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo amani hii ninayoitamka siku ya leo, mahali popote unapolisikiliza, ni karama ama a gift from God, kwamba licha ya yale unayoyapitia bado unaweza kuwa na amani. Ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu na watu wakapate kuishi kwa amani. Na amani hii inaipita fahamu ya wanadamu. Kwa hivyo unaweza kuwa na amani licha ama katikati ya misukosuko ama katikati ya shida unazozipitia. Kwa hivyo ninaposema hii kwamba amani hii inayotoka kwa Mungu utaifurahikia tu, maana itakuwa inatoka ndani ya moyo wako. Huwezi kudanganya ama kudanganyia kwamba una amani, maana ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo wako. So you cannot pretend to have peace. Nimeanza kukutangulia na kukuambia ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu ukapate kuwa na amani hii, na inampendeza Mungu. Na kuna njia ambayo amani hupatikana katika kitabu cha Isaia 59:8. Isaia 59:8. Nitasoma kwa Kizungu na pia tutasikia kwa Kiswahili. The way of peace they do not know. There is no justice in their paths. They have turned them into crooked roads. No one walks in them will know peace. Nitarudia tena, Isaia 59:8. The way of peace they do not know. There is no justice in their paths. They have turned them into crooked roads. No one who walks in them will know peace. Njia ya amani hawaijui, wala hapana hukumu ya haki katika mienendo yao. Wamejifanyia njia zilizopotoka. Kila apitaye katika njia hizo hajui amani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna njia ambayo inaitwa njia ya amani, na njia hii ni hususan na kulingana na lile neno ambalo nimekuambia amani ni nini. Kwa hivyo kuna njia ambayo tunastahili kuipitia ili tukapate kuona amani hii tunaoizungumziwa. Kwa hivyo kuna njia ya amani, na Biblia inasema hawa nao pia wamekorofisha hizo njia, na Biblia inasema hawaijui njia ya amani. Na Biblia pia inasema kwamba na hao wanaoenenda katika njia hiyo hawatajua amani ni nini. Kwa hivyo tunapoanza siku ya leo, pata kujua kwamba
kuna njia ya amani. Katika Philippians chapter 4 verse 6 to 9, Wafilipi 4:6 hadi 9. The way of peace they do not know. There is no justice in their paths. They have turned them into crooked roads. No one who walks in them will know peace. So there is a way of peace. Now, in Philippians chapter 4, verse 6 to 9, the Bible says, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guide your hearts and your minds in Christ. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellently or praiseworthy, think about such things. Verse 9, whatever you have learned and received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. And the God of peace will be with you. I will repeat verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And the peace of God, which transcends all understanding, will guide you, your hearts and your minds in Christ Jesus. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hatimaye, ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ukiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo mambo mliojifunza kwa Mungu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kuna amani ambayo inapita fahamu ya mwanadamu, na amani hii tukijifundisha na tupate kuijua, licha ya nyakati tunazozipitia, wapendwa wa Bwana, amani hii itashinda hizo shida, maana amani hii inatokana na Mungu, na amani hii inaachiwa ndani ya mioyo yetu. Kwa hivyo unaona vizuri sana, wapendwa wa Bwana, katika kila hali, mtu wa Mungu, usifadhaike, lakini katika kila jambo tukapate kumwomba Bwana, na amani inayopita fahamu ya mwanadamu ndani ya Kristo Yesu itatujalia. Wakati gani? Wakati wa majonzi, wakati vitu vimeenda chini, wakati hali ambayo si hali. Amani hii inapita fahamu ya mwanadamu. Yesu Kristo Mwana wa Mungu akajua siku zake zimekaribia kuisha, na akapata kuwaita wanafunzi na akakaa pamoja na wao. Basi kunalo jambo ambalo Yesu Kristo alitenda katika maisha yao. Yesu akakuwa akiangalia mbele na akajua watu hao watapitia shida, watapitia dhiki, imani zao zitasukwasukwa, imani zao zitatingizwa. Ni kama yale tunayoyapitia katika maisha. Aidha, kuna watu wanapitia shida hapa za kindoa, za kibiashara, wanapitia mambo mengi, wanapitia
itawapatia kiafya na mambo mengi. Mtu wa Mungu Yesu Kristo mwana wa Mungu akapata kujua hali hii itawapata, itawakumba, na alipowaita pamoja, neno la mwisho Yesu Kristo anawapatia katika Yohana 14:27. Nitasoma kwa Kizungu, wale wengine tutafuatilizia kwa Kiswahili kwa ajili ya wakati. Yesu akajua yatawapata. Yesu Kristo akajua mambo haya hayana budi kuja. Ni vile tu pia sisi wapendwa wa Bwana, ninajua kuna hali tunazozipitia sasa hizi. Biashara zetu zimedhoofika, wengine hawana kazi, wengine walifutwa kazi. Yesu Kristo akakuwa na waangalia, anaona mambo haya. Lakini hebu sikiza, Yesu Kristo kesho baada ya haya anayoyasema, anaenda kutoka pale na kwenda kusulubiwa. Biblia inasema katika Yohana 14:27, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kunaye mtu ambaye anatamani kulisikia hilo neno wakati kama huu, kwa yale tunayoyapitia, kwamba Yesu Kristo anamwambia kwamba amani ninawaachieni, na amani hii ambayo ninawaachia siwapatii kama vile ulimwengu inapeana. Anawaambia msifadhaike mioyoni mwenyu, let your hearts not be troubled, na anaongezea neno lingine, na msiogope. Ni neno la kufarijika, mtu wa Mungu. Imagine Yesu anajua na anaona vizuri sana hawa watu yale ambao watapitia, lakini anawaambia nini? Amani ninawaachieni. Amani hii tunayoizungumzia ni ile ambapo tunaendelea pale katika Wafilipi. Amani hii inapita fahamu ya mwanadamu, that you can still rejoice, that you can still be happy in the midst of every changamoto, in the midst of every trouble. Yesu anapopeana hili neno, anaenda kusulubishwa. Ni nini ambacho anawaachia? Anawaachia amani. Na waachieni amani. Na amani hii ambayo ninawapatia si kama vile ulimwengu unavyopeana. Amani hii itakapoingia ndani yenu, mioyo yenu isifadhaike. Mioyo yenu isifadhaike, na msiwe na uoga. Saa hizi dunia mzima tumejawa na uoga, tumejawa na hofu. Hata tukifunguliwa siku ya leo tuambiwe lockdown imeisha, bado kuna watu ambao wataishi kufadhaika, wataishi katika maisha ya uoga, na mioyo yao itakuwa haina amani. Hayo ndiyo yaliyowakumba wanafunzi wa Yesu Kristo. Anawatayarisha na anawaambia, amani yangu ninawaachia. Sijui utajihisi kivipi, mtu wa Mungu, wakati unapopitia shida, mtu akuja akwambie be at peace. Yesu Kristo anawapatia amani hii, na anawaambia amani hii ninayowapatia si kama ya dunia. Amani hii mtakaoipata itatoka ndani ya mioyo yenu. Amani kila mmoja sisi tunahitaji, wapendwa wa Bwana, ili tukapate kujiendeleza, ili mataifa yakaendelee, ili familia zikaendelee, ili biashara zikaendelee. Lazima tuwe na amani. Tulipoangalia maana ya amani, it is a state of stress free. Whether umesoma, whether haujasoma, whether utajiri, whether umaskini, kijana, wanawake, watoto wote, tunahitaji amani. Amani katika biashara. Walio maskini wana hofu zao, wana hofu watakula nini. Matajiri labda
wanahofu labda watu watakuja kuiba utajiri wao. Walio wagonjwa wanahofu labda ya kufa. Walio na afya nzuri labda wanahofu ya kushikwa na magonjwa. So hali hii tunayoizungumzia ni amani inayopatikana kwa Mungu pekee. Na amani hii tumeambiwa ina njia yake. Kila mawayo yote yule anahitaji amani, na amani hii yatoka kwake Mwenyezi Mungu. Na leo hii ndiposa na kuelekeza na kupa mwelekeo na kukuambia hiyo njia ya amani ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Anaposema amani hii ninawapatie, anaitoa wapi amani? Licha ya yale yote ataenda kukabiliana naye, hata mauti kwenye msalaba, na waachieni amani. Nataka nijenge mtu wa Mungu mahali hapa, na wewe unayenisikiza. Tunayapitia mambo mengi saa hizi. Tunapitia gharika, tunapitia njaa, tunapitia magonjwa na maradhi na mambo mengi. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu anasema amani ninawaachieni. Kwa hivyo amani hii yatoka kwake Yesu Kristo. Kabla mwana wa Mungu hajaja katika uso wa dunia, hatukukuwa tunajua amani. Na ukiwa pale nyumbani unaweza isoma Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, na utaona neno the Prince of Peace amekuja hapa katika uso wa dunia. The Prince of Peace, Yesu Kristo mwana wa Mungu amekuja hapa katika uso wa dunia. Kabla hajakuja, dunia haikuwa inajua amani ni nini. Na katika Ufunuo Biblia ilisema ole wao waishio katika nchi, maana shetani ametupwa kwao, na amekuja na ghadhabu, na amekuja na hasira, akijua wakati wake ni mchache. Wakati unapompokea Yesu Kristo, pendo wa Bwana katika maisha yako, amani inaanza kutembea pamoja nao. Amani hii unapotembea nayo, maana ni Yesu Kristo mwana wa Mungu hakuachi. Hauna budi kuzidi kumtukuza Bwana licha ya changamoto unazozipitia, kindoa, kiwatoto, maana ni maisha lati tunayazungumzia. So the Prince of Peace, Jesus, he says, peace I live with you. My peace I give you. I do not give it to you as the world gives. Kwa hivyo unapoipokea amani hii, unajihisi uko sawa, unajihisi kuendelea. Watu wanapopiga makelele na kupiga mayowe, wajihisi kwamba kila jambo latendeka kwa wema wa Bwana. Kuna amani inajawa ndani yako, na unajifariji na maandiko. Amani hii, mpendo wa Bwana, takupa nafasi utafakari amani inayotoka katika uso wa dunia. Hapa katika nchi yetu ya Kenya, tuliona njia ya kuleta amani ilikuwa ni kitu ambacho kimekuwa sasa ni usemi mkubwa, handshake. Lakini mtu wa Mungu, dunia haiwezi kukupa amani hii ninayoizungumzia. Amani inayotokana na dunia ni kwamba unajihisi uko na stress, ukunywe dawa. Wende ukakunywe pombe. Hiyo ndio amani inayotokana na nyumba na dunia. Ni amani inayotokana na marafiki.
amani hii ya ulimwengu ni tofauti na amani hii ambayo Yesu Kristo anapeana. Natumai mtu wa Mungu, kama umekuwa kwa television umeona wamejaribu kuunganisha kule Middle East na hata hapa Kenya kumekuwa na mambo mengi. Makabila yanainuka baada ya makabila, Wapokot wa Somali na mambo mengi. Amani hii inayotokana na dunia ni ya muda mchache. Saizi kuna amani katika nchi ya Kenya inayotokana na mipangilio ya dunia. Vyama vimeunganika ili vikalete amani katika nchi yetu. Mfalme wa amani akiwa katika nchi yetu, mfalme wa amani akiwa katika maisha yako, mfalme wa amani akiandamana na wewe katika kila hali, utaiona amani hii tunao inena. Kwa hivyo katikati ya vita, katikati ya umaskini, katikati ya troubles na suffering na conflicts, peace in the form of a person is present with us and providing a sense of well-being in midst of every problem. Na kutia changamoto, si ati kwamba Bwana Mungu ajui kuna corona, lakini nakuambiaje, katikati ya haya yote kuna amani ambayo iko kwa aina ya fulani ya mtu ambaye anaitwa Yesu Kristo, naye atatembea pamoja nawe. Basi swali ni hili: how can we experience this kind of inner peace at all times and in everywhere? Tutawezaje kuhisi amani hii tunayoizungumza mahali popote na kila wakati? Tuliambiwa katika Wafilipi 4:6-9 kwamba we are told first of all not to be filled with anxiety about the things of this life. Jamani, sijui nani ambaye anaweza kufarijika moyo mtu akuje amwambie kwamba don't be filled with anxiety about the things of this life. If we have to experience this peace, wakati ambapo tunapeana mahitaji yetu mbele zake Mwenyezi Mungu, basi amani yake Mwenyezi Mungu inatutilia. So we can experience this peace. How? Wakati tutatoa every anxieties of the issues of this life. Tunapotoa hapo, basi tunastahili tuegemee ama tushikilie mahali. Na ndiposa tunaambiwa, basi hayo mahitaji yenu yaleteni mbele zake Mwenyezi Mungu, na amani inayopita fahamu ya mwanadamu itakujilia. Tunakuja katika enzi yake Mwenyezi Mungu na mahitaji yetu ambayo yamejawa mikononi ndani ya mioyo yetu, na tunapoyaleta mbele zake Mwenyezi Mungu, tunahitaji basi Mungu apate kutupumzisha na nini? Na amani inayopita fahamu ya mwanadamu. Mambo haya tunayoyazungumza ni zaidi ya fikra ama mawazo yetu kama wanadamu. So ni zaidi ya haya. Ni aina ya amani iliyo ndani ya mioyo yetu. Wakati gani? Wakati changamoto zimejaa. Wakati gani? Wakati mbele unapoangalia, wakati unaangalia unaona haiwezekani kuepukika,
Na Yesu Kristo anatazama nyakati hizo, anawaambia, do not be anxious about anything. But if you are, then present your requests to God. Nazungumza na mtu mahali hapa, maana anxiety ziko. Ili upate ile amani, basi Bwana anasema, basi ilete kwake, naye atakupumzisha. Watu wa Mungu, amani hii tunaoizungumza, ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu, inapita fahamu ya wanadamu. Hata mimi siwezi kuiexplain vizuri, lakini unahisi kuachiliwa, unahisi kuwekwa huru, unahisi maisha mapya. Kuna wakati wale ambao ni wa kitambo kidogo, kama nitakukumbusha wewe, kulikuwa na mtu alikuwa anaongoza NAT, chama cha walimu, alikuwa anaitwa Ambrose Adongo, na akasema hivi, maana hawakuwa wanaelewana na serikali kwa ajili ya mishahara, na akasema hata Mungu mwenyewe akija mahali hapa, serikali itajua hatutakuwa na amani mpaka watekeleze yale ambayo tunayohitaji. Ni marehemu, lakini marehemu Archbishop Ndingi wa Nzeki aliitwa kwenye huo mkutano, na baada ya dakika 10 alisema, wacha tuombe, Mungu atatupa jibu, na jibu likapatikana. Kulikuwa na msuko mkubwa sana katika nchi ya Kenya, walimu wamekataa kabisa, na akakiri na akasema hata Mungu mwenyewe aje, hakutakuwa na masikizano. Lakini hebu ona, peace in form of a man, Jesus Christ, unapomweka mahali pale, amani ikapatikana. Kwa hivyo ninakusihi mtu wa Mungu, kwa yale tunayoyapitia saa hizi, take this form of peace in a person called Jesus, na umweke katika hiyo hali, maana hata kupungukia yu pamoja nao. Don't be anxious of anything, but if you are, bring Jesus in the situation. My peace I give to you. Tusome Luke chapter 24 verse 36 to 38. Mahali popote ulipo mtu wa Mungu, bring the Prince of Peace and you will surely overcome. Luke chapter 24 verse 36 to 38. Luke chapter 24, Luke chapter 24 verse 36 to 38. Luke 24. While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, peace be with you. They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. Verse 38. He said to them, why are you troubled? And why do you doubt? Doubts raise into your minds. Ona Yesu Kristo mwana wa Mungu ashakufa na amefufuka, na anawatokea tena, na atawauliza yale maswali. Why are you troubled? Kwa nini mnafadhaika? Ni kwa nini mmeruhusu shaka na hofu zijae ndani ya mawazo yenu? Alianza kuwatangulia na kuambia, amani ijuu yenu. Peace be upon you. A time when they were frustrated. Hawakuwa wanajua mwelekeo, hawakuwa wanajua mwongozo wowote. Yesu alikuwa shawaondokea. There was no help. Wakati walipokuwa na Yesu Kristo, walikuwa wakikula mikate, walikuwa wakilala, walikuwa wanaenjoy maisha mazuri. Na Yesu alikuwa anawaambia na mapema, wakati mtakapoenda, I will still come back, I will still be with you. Na Yesu Kristo anawatokea wakati ambapo wamefadhaika, wakati ambapo wanapitia dhiki, wakati ambapo wamejifungia. Na neno la mtu tu siku ya leo apate kusikia hili neno. Why have you allowed trouble? Why
Kwa nini umekubali shaka? Kwa nini unakubali kushindwa? Yesu anakuambia peace be upon you. Na amani hii itakuongoza. Na amani hii itakusaidia. Why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? Wakati kama huu, sio corona tu peke yake watu wa Mungu. Wakati mambo yameenda chini, wakati that relationship ina yumba yumba, wakati afya zako hazieleweki vizuri, wakati hiyo biashara inaonekana ni kama imekufa, maana madhara ya corona yako, that time Jesus comes unto them and asks them. Anaanza kuambia amani juu yenu, ili wasifadhaike, maana wao wanaona ghost, wanaona kiwiliwili tu. Na anawauliza, ni kwa nini basi mmeruhusu shaka, hofu, wasiwasi ziwajae ndani ya mioyo yenu? Tazama mikono yangu, tazama miguu yangu. Ni mimi. I am not a ghost. Na kisha Yesu akakula pamoja na wao. It is exactly yale ambayo ninakuzungumzia siku ya leo. Amani ya Mungu inayopita fahamu ya mwanadamu. Wapendwa wa Bwana, itujalie hata katika nchi ya Kenya, because we know our God. Tunamjua Mungu wetu. Tunajua ahadi zake ni kweli na amina. Kuna maandiko mengi katika Biblia yanayozungumzia juu ya amani hii. Lakini nakusihi mtu wa Mungu, usiruhusu uoga, usiruhusu mfadhaike ndani ya mioyo yenu, maana amani hii haitapata nafasi. Na kama itakuwa ni hivyo, ileteni mbele zake Mwenyezi Mungu. Cast all your cares and burdens unto him, for he cares for you. Katika Methali 14:30 inasema hivi: a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. A heart at peace gives life to the body. A heart at peace gives life to the body. Si chakula, si gym, si mavazi, moyo ulio na amani. Proverbs chapter 14 verse 30. A heart at peace gives life to the body. Moyo ulio mzima, ni uhai kwa mwili, bali usuda ni ubovu wa mifupa. Bwana asifiwe. Imagine ukiwa na amani ndani ya moyo wako, mwili wako unakuwa na afya. Hakuna pressure, hakuna stress. Tumeambiwa it is a state without stress. Na ndiposa tunaambiwa amani hii itakuongoza. Amani hii inayotoka kwa Mwenyezi Mungu itakuongoza. Wakati gani? Wakati hiyo biashara inaenda chini. Wakati gani? Huduma inakaa inayumba yumba. Wakati gani? Wakati ndoa inakaa hivi, watoto wanakaa hivi. Amani hii inayopita fahamu ya wanadamu, ndiyo Bwana anasema itakuongoza na itaongoza hata moyo wako. Na ndiposa Biblia inasema moyo ambao uko na amani ni uhai wa mwili, lakini ambaye ana wivu mifupa yake huchakaa. Wakolosai 3:15 inasema let the peace of Christ rule your hearts. Sasa amani hii inayotoka kwa Kristo ni zaidi wapendwa wa Bwana, inayotoka kwa Kristo itakupa uchangamfu, itakupa amani, itafungua mawazo yako, itakupa mwelekeo wakati utakapokuwa na amani inayotoka kwa Kristo.
Wakolosai 3:15 inasema, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful. Tarudia hii. Let the peace of Christ rule into your hearts, since as members of one body you are called to peace and be thankful. Imagine sisi sote ambao tumeokoka, tumeitwa ili tukapate kukaa kwa amani, na ili amani ya Yesu Kristo ikakae ndani yetu. Amani hii inapita fahamu ya mwanadamu. Amani hii ni amani inayotia uhai ndani ya mwili wako. Mawazo yako yanafunguka, macho yako ya kiroho yanafunguka, afya yako inakufunguka, na kisha unaendelea. The peace of God will guide you. The peace ambayo inapita fahamu ya mwanadamu, hiyo amani yake Mwenyezi Mungu itakuongoza. Andiko letu la mwisho juu ya amani inatoka Psalms 85 verse 8. Psalms 85 verse 8. I will listen to what God the Lord will say. He promised peace to his people, to his saint. Nitasikiza Mungu wangu atasema nini. Biblia inasema he promises, anaahidi, si utajiri. Ahidi mambo mengine waweze kuwa na amani. Amani hii unayohitaji iwe ni kila kitu katika maisha yako. We just need peace. I will listen to what God the Lord will say. He promises peace to his people, his saints. Hallelujah. True peace doesn't come from the world. It comes as a gift from God. True peace will overcome fear. Amani ya kweli itashinda uoga. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give it to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. Hii amani nitaipataje? How can I tap to this peace of God? Wengine wetu tulipata amani hii tulipookoka, lakini labda kwa njia moja ama hata nyingine tukaipoteza kwa ajili ya hofu, kwa ajili ya kuogopa, na kwa ajili ya shughuli za kimaisha. Tutakula nini? Tutakunywa nini? Tutavaa nini? Ukaona marafiki zako wameendelea kukushinda. Ukaona wasichana ambao mlikuwa rika moja wakaolewa wakakuacha. Ukaona vijana ambao mlikuwa pamoja nao wakaendelea kukuliko. Be at peace. Wakati wa Bwana unakuja katika jina la Yesu. How do I tap this peace, people of God? Number 1, let us walk in righteousness. Twenendeni katika njia ya ukamilifu. Walk in righteousness. When you walk in righteousness, the devil cannot touch you because you have nothing that belongs to him. Twendeni katika njia za Mungu. Let us, our walking in righteousness itatusaidia ili amani hii inayopita fahamu ya mwanadamu iambatane pamoja nasi. Isaiah 48 verse 22 inasema, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Wale waovu hawatajua amani ni nini. Watakuwa na stress, watakuwa waoga, watakuwa na mashaka, watakuwa na mambo mengi. But listen to what the Bible says in Isaiah 48 verse 22. There is no peace, says the Lord, to the wicked, for the wicked. Hawatajua amani ni nini. Number 2, twastahili tuwe na ufahamu wa Mungu wetu. Have the knowledge of God. Hii knowledge tutaipata vipi? Ufahamu wa Mungu wetu ni katika ushirika, ni katika kukuja kanisani, ni katika kulisoma neno la Bwana, ni katika kulisikiza neno la Bwana.
ni katika kuenenda katika semina tunamjua Mungu wetu, ni katika kulisoma neno la Mungu. Number 3, wahitaji kuongozwa na Mungu. Na njia hii, mpendo wa Bwana, ni ile unayeamka asubuhi na kumuomba Mungu apate kukuongoza na kukusaidia. Kisha utakuwa na amani. Yeye ndiye mchungaji mwema, Yesu mwana wa Mungu. Atakuongoza kwenye njia iliyofaa. Kwenye majani mabichi atakulaza, kwenye maji matulivu atakuweka kule. Napoenda kumalizia, mtu wa Mungu, najua ikiwa ulikuwa na hofu na wasiwasi, pendo wa Bwana yanaenda kukuondokea. Yesu bado anakuuliza, why are you troubled? Why are you still afraid? Peace I leave unto you. Nami nitatamka na ujasiri mkubwa sana, amani mahali popote ulipo iwe juu yako. Wathesalonike wa pili 3:16. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Now may the Lord of peace himself, may the Lord of peace, hii amani inayozungumza, the Lord of peace, the Prince of peace. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in everything. The Lord be with you, all of you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in everywhere. The Lord be with you all. God is ready, people of God, to go the fullest and make sure that we'll have peace. Mungu yuko tayari. Yuko tayari aichukue mizigo yako mizito ili ukawe na amani. Na ndiposa akamtoa Yesu Kristo to exchange your doubt, to exchange your sickness, to exchange your poverty, to exchange your cries, so that you can receive the Prince of Peace. Hili yanapochipuka, hili yanapoonekana, una amani, maana ulimpokea mfalme wa amani. Asema Bwana, enyi mlemewao na mizigo mizito, ileteni kwangu, nami nitawapumzisha. Come unto me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nitawapatieni amani. Si mapenzi yake Mwenyezi Mungu sisi tukakabiliana na kila hali zote za kimaisha pasipo na kumhusisha Jehova. Nitarudia tena. It is not God's intention for us to handle life on our own. Jihusisheni. Mhusishe Mungu kwa biashara. Mhusishe Mungu katika kila jambo. Wakati mwingine tunasahau. Tunang'ang'ana peke yetu. Paulo aliwaambia, do not be anxious about anything. Not even one. Don't be anxious. Not even one. And then he adds and put it this way. Everything, present your request to God. In everything, sasa. Kule, anything. Don't be anxious of anything. But here, he says, everything. Present your request before God. Watu wa Mungu, Mungu anataka akupatie amani ya kikweli, sio ile inayotoka katika ulimwengu. Yesu anasema ninawapatieni amani yangu. Kwa hivyo amani hii inatoka kwa Yesu Kristo. Na amani hii ndiyo itaushinda ulimwengu. Hata wakati wa yote tutamuona Bwana. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu sana mahali popote umelisikia neno hili la Mungu. Fanya uamuzi kutembea pamoja na Kristo ama kumpokea Yesu Kristo. Njia ya pili ni kupeana mizigo yote kwake Yesu Kristo, na utapata amani hii tunaokuzungumzia siku ya leo. Basi Bwana wabariki
na wadumishe. Kwa wao bado hamjaokoka, utaweza kufanya uamuzi wa kumpokea mfalme wa amani, na amani hii si kama vile ulimwengu. Amani hii yatoka kwa Bwana. Basi Bwana wabariki sana, awadumishe katika wokovu hadi Jumapili nyingine. Shalom in Jesus name. Kutoka kwetu Emmanuel, ni bye bye.